Baada ya Jumapili iliyopita kuambiwa kwamba mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu, leo tunaambiwa tulisikilize au tumsikilize huyu neno wa Mungu ambaye ni Kristo mwenyewe, ambaye ni mwana wa Mungu ambaye Mungu anapendezwa naye katika kugeuka kwa sura kwa Yesu pale mlimani Tabo. Ndugu zangu wapendwa, ni Jumapili ya pili ya Kwaresima ambapo tunapewa hii injili nzuri sana ya kugeuka uso wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na leo naomba tuongozwe na tafakari hii kwamba huyu ambaye tunaalikwa kusikiliza neno la Mungu, kusikiliza neno lake, kumsikiliza yeye, Petro leo anatamani ajenge vibanda katika utukufu wake. Kwa hiyo tutaongozwa na hizi picha mbili, kusikiliza neno la Mungu lakini na kujenga vibanda. Lakini tujiulize au tunaweza tukaongozwa labda na swali gani, kwamba je, ulipojenga kibanda chako unaisikiliza sauti ya Mungu? Ulipojenga kibanda, sauti ya Mungu inasikika? Ndugu zangu, katika upande wa kusikiliza sauti yake, sauti ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuangalie Yesu kabla hajageuka sura, kabla hajaonyesha sura. Kugeuka sura kunaonyesha utukufu, kunaonyesha ukuu wa Mungu. Kabla ya hapa, kabla ya sehemu hii, sehemu ya injili hii ambayo inatoka sura ya 17 ya Mathayo, haya ya kwanza mpaka ya 9, inatanguliwa na sura ya 16 kwenye aya ya 21 na kuendelea. Yesu kwanza anaonyesha kifo kitakachompata na mateso ambayo Yesu Petro anamkatalia, na Yesu anamkemea, nenda mbali nami Shetani. Kwa hiyo Yesu anatangulia kwa kuonyesha kifo. Maana yake ni nini? Kwamba kabla hatujaufikia utukufu ambao tunaonyeshwa na Yesu kwanza atapitia kifo. Lakini hichi kifo kimeambatana na mateso. Sio hilo tu, kwenye sura ya 16 hiyo aya 24 mpaka 28, Yesu anaonyesha ni jinsi gani ya kuufikia huu utukufu, ambapo ni kwa kujikana sisi wenyewe na kubeba msalaba wake. Tunapewa mwaliko wa msalaba. Maana yake ni nini? Kwamba kumbe suffering and several trials is part and parcel of Christian life. Ni central. Mateso na majaribu ni sehemu ya maisha ya Mkristo. Na hii ndo tunachokiona leo, mwaliko wa Mtume Paulo katika somo la pili kwa Timotheo. Anatuambia leo katika somo la pili ambalo limetoka kwa sura ya kitabu cha barua ya pili kwa Timotheo, sura ya kwanza aya ya 8 mpaka ya 10, aya ya 8b, anasema, lakini shiriki katika mateso kwa ajili ya habari njema kadiri ya nguvu unayopewa na Mungu. Walau mstari ndo wa kutuongoza. Kwa hiyo hii habari njema ambayo tunaambiwa tuisikie na ili tuweze kuipeleka kwa watu, Paulo leo anatuambia kwamba kuna haja ya kushiriki katika mateso. Lakini kabla hujafikia hii aya, huwa anatangulia kusema kwamba basi usione haya kushuhudia Bwana wetu, wala usione haya kwa sababu yangu mimi niliyemfungwa. Ni aina mojawapo ya kuonyesha kwamba mateso au majaribu au kudharauliwa ni sehemu ya maisha yetu. Lakini zipo sehemu nyingi sana zinazotualika na kutuonyesha kwamba maisha yetu kama Wakristo hatuwezi tukaufikia utukufu na tukafikiria utukufu na tukauacha mateso na majaribu pembeni. Ni Warumi sura ya 8 ya 17, hata Wakolosai sura ya kwanza ya 24. Lakini pia Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 618 imeonyesha hiyo sura ya wa mateso ili tuweze kufikia utukufu. Sasa hii sauti ya Mungu ambayo tunaambiwa tuisikie, kwanza inabidi tujue kwamba katika injili ni sehemu mbili ambapo Mungu anaongea moja kwa moja, Mungu Baba, kwamba tumsikilize mwanae mpendwa. Ya kwanza ni kwenye mto Yordani alipokuwa anabatizwa Yesu, lakini ya pili ni hapa mlima Tabo ambapo Yesu anageuka sura. Sasa swali la haraka la kujiuliza ni, je, mimi na wewe tunasikiliza nini zaidi? Je, ni nini tunasikiliza tunampa Mungu nafasi ya kumsikiliza sana? Yapo mambo ambayo tunayasikiliza zaidi ambayo yanaweza yasiwe mabaya, inaweza ikawa ni mziki. Lakini cha kujiuliza, je, ni mziki wa aina gani? Na je, nausikiliza
kwa muda gani kwa siku? Je, ni umbea? Kuna watu sasa hivi wanasema umbea ni mtaji. Je, ni majungu na matusi? Je, ni habari za ulimwengu na mambo yanayoendelea? Sio mbaya, lakini unazipa nafasi gani? Kuna mtu anashinda kwa kufuatilia habari, akimaliza za magazeti anaenda TBC, akitoka TBC anaenda ITV. Lakini katika hizo nafasi, je, umempa Mungu nafasi ya kumsikiliza? Je, stori za kusadikika na stori za kutiana furaha? Kwa siku hizi kuna channel nyingi zina motivation speakers, watu wa kututia morali na wa kututia moyo. Je, ni hizo ndo zinazochukulia? Je, ni mahubiri ya makanisa haya ya Kipentekoste na ya Milindimo ambayo wanatuhubiria kuhusu prosperity, kuhusu utajiri, kuhusu baraka tu bila mateso? Leo tunaambiwa ili tuweze kufikia utukufu lazima tushiriki mateso, lazima tu experience mateso, na nitaonyesha ina uhusiano gani pale mbele. Ndugu zangu, sisi swali jingine la kujiuliza, tunamsikiliza nani zaidi na tunamsikiliza kupitia nini? Nitaonyesha ni sehemu gani tunapaswa kumsikiliza Yesu. Tunawezaje kumsikiliza Yesu, ndugu zangu wapendwa? Njia ya kwanza ni kwenye neno lake, kusoma neno la Mungu, lakini pia kusoma maandiko, vitabu vya watakatifu, vitabu vitakatifu, vitabu vya kiroho. Wapo walimu, mapadri wengi wameandika vitabu vingi vya kiroho vizuri vya kuvutia. Lakini jambo jingine ni kwenye mahubiri. Sasa kwenye mahubiri hapa kuna hatari moja. Wakati mwingine tunaenda kusikiliza neno la Mungu, lakini tukiwa tumeshajicondition, tumeshajipangia. Wengine utasikia anasema ni yale yale tu, tunaenda kusikiliza yale yale. Lakini wengine tunaenda tukiwa tumeamua kwamba tusikilize mambo fulani ya kutufurahisha, na yakisema mambo fulani tunasema haya sio yetu. Tumeambiwa neno la Mungu tumsikilize yeye na sio tuwasikilizie wengine. Kwa hiyo neno la Mungu likiwa hubiriwa kanisani na mapadri wetu, tuone kwamba linanigusa mimi, nisianze kumwangalia mwingine. Na kama ikitokea nikamwangalia mwingine, iwe kwa ajili ya mimi kwenda kufikisha hiyo habari njema ambayo tumesikia katika somo la pili la Mtume Paulo. Kwa hiyo tusisikilize sauti ya Mungu tukasema hii hainihusu. Inatuhusu. Kama unasema sio vyangu, basi wewe ndo unatumwa kwenda kuongea naye huyo, sio kubaki nalo ndani. Lakini jambo jingine ambalo linaweza likatusaidia kusikiliza sauti ya Mungu ni sala. Sala ziwe za Zaburi, sala hii ya kanisa inayo nafasi sana ya kuisikiliza sauti ya Mungu anaongea na wewe. Lakini na sala nyingine mbalimbali, familia ikikaa pamoja ikasali, hasa kipindi hiki cha Kwaresima, ni sehemu ya kusikiliza neno la Mungu na kumsikiliza huyu ambaye tunaambiwa huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Lakini kwenye taamuli, kwenye tafakari, sala ya ukimya. Na Mtakatifu Yohane wa Msalaba ametuambia kabisa katika sala ya ukimya Yesu huongea na sisi katika mioyo yetu, na tukiruhusu ukimya ndani ya mioyo yetu, miili yetu ukubali kwamba moyo ndio msingi wa huki ndo ulionibeba mimi mwili. Kwa hiyo tunabidi kujifunza kutoka kwa Yohane wa Msalaba ambaye anasema kwenye ndani ya mioyo yetu, ndani ya mitima yetu, Yesu huzungumza sana kuliko nje. Ndugu zangu, kuna watu siku hizi hatupendi utulivu. Tunapenda sana makelele. Yaani sisi makelele ndo sehemu yetu, na kuna makelele ya aina nyingi. Kardinali Sala amesema hivi, Robert Sala ameandika kitabu ambacho anasema nguvu ya ukimya katika udikteta wa kelele. Ndugu zangu, kwenye ukimya kuna nguvu sana. Na mla ametoa mifano mingi ya watakatifu walofanya meditation nyingi, walomtafuta Mungu katika ukimya. Wababu wengi wa jangwani, wakina Anthony wa Misri walimtafuta Mungu katika ukimya, katika utulivu. Sisi je, bado tunaupenda huo ukimya? Zipo kelele nyingi nitaziainisha hapa, lakini pia kuna kumsikiliza Mungu katika patakatifu pake, kukaa katika utulivu bila kuongea, hasa mbele ya Yesu wa Ekaristi. Ndugu zangu, siku moja nilikuwa kwenye kituo chetu kimoja cha sala, akanitembelea rafiki yangu mmoja ambaye ni Mpentekoste, nilisoma naye huko sekondari, mdada. Baada ya kumzungusha vituo vya njia ya msalaba tukiwa tunatembea, nilimuingiza kwenye kanisa letu hilo la Padre Pio. Tukakuta watu kama 10, kila mtu anasali kivyake kwa ukimya. Tukakaa
kama dakika 10. Baada ya kutoka nje ali witness kabisa, akaniambia, kakaangu, nimetambua sisi kuna kitu tunakikosa. Sisi kanisani kwetu ni kuongea tu, tunapiga kelele, lakini hatumpi nafasi Mungu kumsikiliza. Kwa mara ya kwanza leo nimesikia Yesu akiongea na mimi ndani ya moyo wangu. Kumbe Mungu aongee nasi katika kelele, katika shouts, lakini ni katika ukimya pale tunapompa nafasi. Na ndio maana nikaanza na swali kwamba unataka kumsikiliza Mungu, umempa nafasi? Umemruhusu aongee au umeruhusu kelele kama hizi ambazo nimeziainisha? Ndugu zangu, yapo mambo yanatufanya tusimsikilize Yesu. Simu zimekuwa changamoto, kelele wakati mwingi, earphones masikioni hazitoki, wengine wanakuja nazo mpaka kanisani. Lakini kelele ya simu sio tu hata kwa kusikiliza. Mtu upo kanisani, saa nyingine unajibu mpaka message. Kwenye sala za nyumbani message ikiingia umeshaishika simu. Kwa hiyo hapo uwezo ukaongea na Mungu vizuri. Tutenge muda wa kusoma neno la Mungu, tutenge muda wa kusali, tutenge muda wa ukimya, ambapo simu zetu na TV zetu vitazimwa na tutafungua mioyo. Hata TV tunapokuwa tunasali tukaacha tu, tukapunguza sauti tu, yale maruerue yanapokuwa yanaonekana pale, ile ni kelele inatutoa kwa Mungu. Hizo ndo kelele ambazo Kardinali Sala anatuambia kwamba tuachane na kelele za ulimwengu. Ni udikteta ambao tumewekewa. Kufikiria mawazo mengi kichwani, una miradi mingi, unafikiria sijui mradi utaendaje. Obviously hutaweza kusikiliza neno la Mungu vizuri, hutaweza kusikiliza mahubiri, na hutaweza kukaa katika uwepo wa Mungu vizuri. Kuna vikoba, yani una mawazo mengi, mara vikoba, mara tukishautenga sauti kwa hiyo tuitenge sauti. Na ndio maana Petro na Yohane na Yakobo wameitwa na Yesu, amewapeleka pembeni, kawaacha wengine kule. Tuende na Mungu faraga, tupelekwe kwenye mlima Tabo tumsikilize Mungu. Unaweza ukajenga mlima wako pale nyumbani kwamba mimi saa 3 ndo wakati wa kupanda mlimani, na ukishaenda huko basi umpe Mungu kweli nafasi. Kuna tamthilia siku hizi, kuna kumbi za burudani, kuna entertainment shows kwenye video. Hivi haya mambo mengi yote haya yanatuondolea utulivu, lakini wakati mwingine kufuatilia mambo yasiyotuhusu yanaondoa utulivu. Wakati mwingine kukaa unasikiliza habari sana nyingi za siasa, kufuatilia kila kitu kinachotokea YouTube wewe uko nacho, na kuwa na mitandao mingi ya kijamii ambayo wakati mwingine haina faida. TikTok inatumalizia muda mwingi. Angalia, je, vinanimalizia muda mwingi? Kuna hizi vitu ambavyo vimetuletea vya burudani kama tamthilia na nini, vinatuondoa kwenye utulivu. Wakati mwingine unaweza ukakuta huko na ndugu mnasali, mkitoka na kuambia kabisa, leo sijasali kwa sababu akili yangu ilikuwa kwa Mkapa. Kwa mfano kama kesho kuna watu tunaweza tukawa tuko kwenye sala, lakini yeye sauti anayoisikiliza sio ya Yesu bali ni ya kule Amani Complex, Amani Stadium, ambapo Simba atakuwa na menyana na Yanga. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, tuwe na mazingira ya kusikiliza neno la Mungu, na tunaalikwa tena kama sisi wana Emmaus ndio wa kumsikiliza Mungu, kwa sababu tumesafiri naye mpaka akafika nyumbani akatumegea mkate. Sisi ndio tunaalikwa kwa namna ya pekee kusikiliza neno la Mungu, tumsikilize yeye. Ndugu zangu, kabla sijasemea kuhusu hivi vibanda vya Petro ambavyo tumeambiwa leo, tusikilize faida za kusikiliza neno la Mungu. Ya kwanza, neno la Mungu linatupa amani ya kweli. Neno la Mungu linatupa majibu. Tunapata majibu kama wana Emmaus walivyokuwa na safiri, wakajibiwa, wakapewa. Na neno la Mungu lenyewe, Yesu ndo jibu la kila kitu. Majibu maswali, wasiwasi wetu. Neno la Mungu pia linaponya. Katika kusikiliza sauti ya Mungu inaponya, inatuliza. Ndio maana Yohana wa msalaba anatuambia katika majeraha ya roho zetu, katika shida za roho zetu, ni katika kusikiliza sauti ya Mungu, hiyo ndo tiba ya roho zetu zilizojeruhiwa. Lakini neno la Mungu ni mwanga, ni mwanga. Leo tumeona ameng'ara na kuwa mwanga. Neno la Mungu ni taa na nuru ambayo inaangaza ulimwengu. Lakini neno la Mungu linatupa faraja, lakini neno la Mungu pia ni suluhisho katika migogoro tunayokuwa nayo. Watu wanaokaa wakasali wakamsikiliza Mungu, migogoro ya familia inasoviwa. Ndugu zangu wapendwa, tumeambiwa Petro alivyoona hivyo, baada ya kung'ala akamuona Musa na Elia pembeni, amaki na kumwambia Yesu, ikikupendeza tujenge
vibanda vitatu, kimoja cha kwako, kimoja cha Elia, kimoja cha Musa. Leo ndo nikaanza na swali, wewe umejenga kibanda gani na umekijenga wapi? Na ulipokijenga unasikiliza sauti ya Mungu? Ndugu zangu, kuna uhusiano wa hivi vibanda. Kwanza nimeelezea kutokea kwa Elia na Musa kwa haraka kwamba Elia anawakilisha manabii na Musa anawakilisha Torati. Tukumbuke Biblia katika Agano la Kale au Biblia ya Waebrania ilikuwa ina sehemu ya Torah ambayo ni ya sheria, ambayo ni Musa, ambayo ni pengine ni ya historia, lakini pia nyingine ni ya manabii, ambayo manabii ni Elia. Tunaambiwa baadaye walitoweka. Nini maana yake ya kutoweka? Yesu anakuja, huyu utukufu anaoonyesha yeye ni mkuu wa nabii, ndo nabii mkuu kuliko wote, japo sasa hivi kuna watu wanajiita manabii wakuu, lakini pia yeye ndo mkuu wa Torati, na yeye ndo Torati yenyewe ambaye anaiwakilisha Musa. Kwa nini Petro anasema wajenge vibanda? Vibanda kwa haraka wapendwa, vinaanza kuonekana katika Kutoka sura ya 33 aya ya 7, ambapo katika tenti, katika mahema au tunaweza kusema alisema wajenge mahema, wana wa Israeli walikutana na Mungu na wakaongea naye. Lakini pia wana wa Israeli na Musa, lakini zilikuwepo sherehe au sikukuu za vibanda ambapo tunaziona kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 16 aya ya 13 mpaka ya 15. Hapa tunaambiwa kwamba jumuiya ya Waisraeli, wana wa Israeli walikuwa wanasherekea, walikuwa wanaenda kule wanakaa wiki moja. Baada ya kukaa wiki moja wakiwa wamewasha taa kwenye hayo mabanda na matenti, kwenye mabanda hayo wakiwa na taa na mwangaza, wakiwa naona uwepo wa Mungu. Sasa kwa nini Petro anasema hivi? Wengine mwinjili Mathayo anasema ni kwa sababu ya utukufu, lakini mwinjili Luka anasema hakujua alichokuwa anaongea, ni kama sasa alikuwa overwhelmed na furaha. Lakini huyu Marko naye anasema ni kama alibubujika, tuseme maneno. Lakini sisi tusijikite huko, tuseme kwa nini anataka kujenga vibanda, tuseme sisi ameona uwepo wa Mungu, ule utukufu umemvutia. Lakini Yesu tunaona katika Injili tukisoma inavyofuata pale, hasa ile upande wa Marko, anawaamsha, amkeni, wanaondoka, na wanapokuja kuamka wanaona Musa na Elia wapo tena. Ni kwa nini? Hawawezi kufikia huu utukufu bila kwenda Getsemani, pala alipotoa jasho la damu, bila kufika Kalvari. Yesu lazima apite huko ndo aweze kufikia utukufu. Kwa hiyo leo hii tunaitwa na sisi kama walivyoitwa hao wanafunzi watoke kwenye sehemu comfortable. Tunaitwa na Yesu atutoe hapa kama alivyomuita Abraham katika somo la kwanza, akamtoa katika nchi yake akampeleka nchi nyingine. Leo hii ndugu zangu wapendwa, tunaitwa na sisi katika kipindi hiki cha Kwaresima kwenda kujenga vibanda katika sehemu nyingine kabisa. Sehemu gani tujenge vibanda sasa, ambapo tuende kujenga haya matenti, tujenge vibanda vitatu, tuende magerezani, tuende kwa watoto yatima, twende kwa wahitaji, twende kwa wasiojiweza, twende tuwasaidie, twende kwa yatima, twende walioko hospitalini ambao hakuna watu wa kuwatembelea, ili tuweze kuwapa zawadi hizi za vibanda. Ndugu zangu, Paulo huyu anatuambia, Paulo mtume anatuambia leo kwamba katika waraka wake wa pili kwa Wakorinto sura ya 5 aya ya 1 anasema, maana tunajua kwamba hema hii ambao tunaishi sasa hapa duniani, yaani mwili wetu, itakapong'olewa, Mungu atatupa makao mengine mbinguni, nyumba ya milele isiyotengenezwa kwa mikono. Maana yake ni nini? Paulo anataka kutuambia kwamba mahema yetu ya kweli yatajengwa katika utukufu wa kweli, katika mlima wa kweli ambao ni wa Mungu huko mbinguni, ambapo tutakutana na Mungu kama wana wa Israeli na Musa walivyokutana na Mungu kwenye kitabu cha Kutoka. Musa sura ya 31 ya 18 anakutana na Mungu, na Elia kwenye kitabu cha Wafalme sura ya 19 ya 11 mpaka 13 anakutana na nani? Na Mungu pale mlimani. Na sisi mlima wetu wa kweli ni huko mbinguni. Kwa hiyo tuisikilize sauti ya Mungu, tuiishi hii sauti ya Mungu, neno la Mungu tuliishi, na litufanye tujenge mahema kwa wale wahitaji, hasa kwenye kipindi hiki cha Kwaresima, kitufanye tuwafikie wanao wahitaji, wenye uhitaji, ili kupitia huko ndugu zangu wapendwa tuweze kwenda kuona utukufu wa kweli ambao ni mbinguni, alipotuita yeye Mungu huyu, ambapo sauti imetoka leo ambayo tumeambiwa tuisikie. Tumsifu Yesu Kristo.